Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, ni siku ya furaha ambayo Allah naamini amekuamsha vyema na amekupa afya zaidi. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, leo tunaye si mwingine bali ni Sheikh wetu ambaye tunazidi kumuona akituelezea mengi, akujuza mengi kuhusiana na masuala ya dini, ikiwepo ni mada yetu ambayo tunazidi kuiendeleza ya wilaya, na si mwingine bali ni Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Insha Allah, katika mada yetu ya leo ya mwendelezo wa wilaya, tunataka kuangazia nini maana ya wilaya ni ya Mwenyezi Mungu kwa uwasilia. Insha Allah, tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Nashukuru sana. Ni furaha tena kukuona. Sisi pia. Ili tuweze kupata faida kama jamii. Insha Allah. Naam, bismillah. Insha Allah tutapata faida sote. Naam, bismillah. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na kwenye mada yetu ya wilaya tunaendelea tukiangazia hizo aya mbili ambazo tulizisoma pale mwanzo. Naam. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Na kuna aya ya pili ambayo tulisoma ambayo ni aya ya taa, atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Naam. Kabla tuanze kueleza maana ya wilaya. Naam. Na je, kwa nini wilaya wote au wilaya ni ya Mwenyezi Mungu? Naam. Hiyo topics mbili. Ni vizuri tujue kwamba dini kama dini ni ya Mwenyezi Mungu. Naam. Kwamba kitu chochote ambacho kinatoka kwa dini au maelekezo yote ambayo yanatoka kwa ajili ya dini lazima yatoke kwa Mwenyezi Mungu. Naam, naam. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyeanzisha dini kwa kuleta mitume ili watuongoze. Na kila mtume alikuwa na kazi yake ambayo alikuwa anatekeleza. Hawa mitume wote kazi zao zote zimekuwa summed up na mtume wa mwisho na ziada ya zile ambazo ya maelekezo ambayo au mitume wengine walikuwa hawajaleta kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hatuwezi, kwa mfano mimi siwezi nikakuja nikasema kwamba nimeamua kusema kwamba hiki kipo kwenye dini na hiki hakipo kwenye dini bila kuwa na sehemu ambayo narejea. Naam. Kwa mfano naamrisha kitu ambacho kwa mfano hakipo na nasema ni halal au haram, au nasema hiki kitu hakipo ama kipo bila kuangalia je, kuna dalili kwa yale maneno ambayo yanasema au hakuna dalili. Kwa hivyo dini yoyote ile, na dini yetu ya Kiislamu ambayo imejumuisha hizi dini zingine zote, ni vizuri kwamba chochote ambacho kinatoka au chochote ambacho kinaelekezwa lazima kiwe na sehemu ya kurudia, lazima kiwe na maelekezo kwamba proof yake ndio hii. Na hii proof inatoka kwa Mwenyezi Mungu in the first place. Na ya pili ni kwamba haya masala yote ambayo yapo kwenye dini, tunaongea kuhusu masala ya kiakida, kutoka kwa mtume, kutoka kwa Mwenyezi Mungu hadi masala ya mwisho ambayo ni ya siku ya Kiyama. Haya yote tumeelezwa kupitia kwa hadithi za mtume, na kama mtume hajatueleza ipo kwenye Qur'ani au wale ambao wanafaa kutueleza. Na sisi ndani ya dini ya Kiislamu tuko kitu kimoja. Ndio. Sisi sote tunafuata Qur'an. Tofauti ambazo zipo hizi ndogo ndogo, sio kwamba kwa mfano mimi natoka huko mwenzanga anafanya kitu kingine naanza kumhujumu kwamba wewe kwa nini unafanya hivi. Sijaangalia kuna dalili ambazo zipo au hakuna dalili ambayo inamfanya afanye hivyo. Ndio. Kwa hivyo kigezo cha dini kwenye dini ni kwamba ni vizuri tuwe na dalili kwenye vitu vyote ambavyo tunafanya, na sana sana kwenye aqida kwamba tuwe na dalili ambayo tunarejea. Tusipokuwa na dalili tutakuwa tunaingiza vitu
kwa dini ambavyo pengine havipo. Ndiyo. Au tunaleta vitu vipya, na Mtume alisema kwamba yeyote atakaye leta kitu kwenye dini ambacho hakipo au atakaye sema uongo juu yangu atayarisha sehemu yake kwenye moto. Naam. Kwa hivyo tukirudi kwenye swala letu la alwilaya ambalo miongoni mwa masala ya kiakida ambayo inaelezwa ni muendelezo wa prophethood, muendelezo wa nubuwa. Kwa hivyo alwilaya, kwa nini wilaya ni wa Mwenyezi Mungu? Na kwa nini nini maana kwamba wilaya yote ni ya Mwenyezi Mungu? Kabla hatujaanza kueleza, kuna aya ambazo nilisoma pale mwanzo, inna waliyukumullah atiu Allah wa atiu rasul. Na kuna aya nyingine ambayo inasema Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Na kuna nyingine pia inasema almu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kwenye hizi aya zote kuna neno alwali, na pia kuna aya ya mwisho ambayo inaongea, kuna aya nyingi ambazo zinaongea kuhusu wilaya, lakini ya mwisho inna dhalimina awliya'u ba'd. Kwa hivyo hili neno alwali inarudi kwa Mwenyezi Mungu. Wasilia wa wilaya ni kwa Mwenyezi Mungu. Na ina maana gani kwamba wilaya ni wa Mwenyezi Mungu? Kwamba je, sisi tunachukua vitu vyote kutoka kwake, au kuna maana nyingine ambayo wilaya ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu inaweza ikatuletea? Miongoni mwa maana za wilaya ambazo tukiangalia kwenye vitabu vya kamusi inatuelezea kwamba wilaya inaweza maanisha almuhib, yani mpenzi. Kwa mfano, inaweza kumaanisha nasir, mtu wa kukunusuru, na inaweza kumaanisha pia mtu ambaye yupo karibu. Hizi maana zote tukiziweka pamoja, tunaona kwamba wilaya inabeba maana ya mtu ambaye amepewa majukumu ili kuyatekeleza kwa maisha ya mwingine. Kwa mfano, tukiona kwenye familia kwamba baba ni walii wa mtoto kwenye masala ya ndoa, au babu ni walii wa mtoto. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho hao wanamiliki kwa huyo mtoto. Kama hawapo, huyo mtoto hange kuwepo. Kwa hivyo hii maana ya wilaya kwamba inarudi kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaye mwanzo. Mwenyezi Mungu anatupenda. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwetu yanatokamana na vile sisi tunajiendeleza kwenye maisha yetu, kwamba Mwenyezi Mungu anapenda kila mtu, lakini kuna mapenzi yake specific ambayo yanaenda kwa watu specific kulingana na vile hao wamejibeba kwenye maisha yao. Kwa mfano, ukiwa mu'min au ukitekeleza mambo ambayo ni mazuri, mapenzi yako kwa Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu kukupenda itakuwa kwenye daraja ya juu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, Allahu waliyul ladhina amanu, kwamba Mwenyezi Mungu ni walii au ni kiongozi wa wale ambao wameamini. Kwa hivyo kikiwa na kitu ambacho kinafanya Mwenyezi Mungu akupende, unakuwa ndani ya wilaya ya Mwenyezi Mungu, na hakuna kitu ambacho kitakusibu au hakuna matokeo kwenye ardhi ambayo yatakuwa kinyume na wewe. Kwa sababu upo chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa maana kwamba an-nasir, ukishaingia ndani ya wilaya ya Mwenyezi Mungu, kwamba atakunusuru kwenye kila sehemu, kila kitu ambacho utafanya. Kwa mfano, tunavyoona mambo yanavyoenda kwenye dunia saa hizi, kuna matatizo mengi, kuna shida nyingi. Lakini kama unaamini kwa Mwenyezi Mungu na unatekeleza mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka, atakunusuru na atakutengenezea njia sehemu ambayo haukutarajia njia itakuwepo. Na pia ukiwa na imani kwa Mwenyezi Mungu, imani nzuri, ina maana kwamba utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu na utakuwa masdar kwenye ile aya ambayo inasema kwamba ud'uni astajib lakum, kwamba ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu chochote utakachoomba atakupatia. Lakini ukiwa mbali, ina maana kwamba wewe ni adui. Kwenye aya ambayo tulisoma mwishowe kwamba inna dhalimina awliya'u
ba'd. Wale ambao wamedhulumu nafsi zao au wale ambao wanadhulumu nafsi za wengine, hao ni walii wa kwa mfano huyu anadhulumu na huyu anadhulumu, wilaya inapatikana kwao. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi akawa walii wa mtu ambaye anadhulumu nafsi, wa mtu ambaye anaenda kinyume na maamrisho ambayo Mwenyezi Mungu anaamrisha. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anasema fanyeni ibada yoyote tu. Anasema swalini kwa mfano, au fungeni, au nendeni hija. Hivi vitu vyote wewe una uwezo wa kufanya, lakini haufanyi. Ina maana wewe umetoka katika wilaya ya Mwenyezi Mungu. Na hakuna vile Mwenyezi Mungu atakupenda, hakuna vile Mwenyezi Mungu atakunusuru, na hakuna vile Mwenyezi Mungu utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu ili ukimuomba chochote anakujibu. Ni kusema ya kwamba wilaya ya Mwenyezi Mungu ni kufuata mwongozo wa Allah. Ni kweli. Vile vitu ambavyo amevifaradhisha Mwenyezi Mungu ni muhimu sana na lazima kuvifuata. Ni kweli. Ili uweze kupata nusra ya Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Kama swala ni faradhi. Ukiangalia ipo chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu. Sasa ni sisi tufanye ule wajibu ndio tupate ile nusra, sababu Mwenyezi Mungu hafaidiki na swala zetu. Isipokuwa sisi ndio tunahitajia hizi swala. Maana siku ya akhira ama katika kaburi lako kuna vitu ambavyo vitakusaidia wewe binafsi. Mojawapo ikiwa ni swala yako pia itakusaidia. Naam. Je, wewe ulikuwa ukifanya ibada? Haya. Ukiamua marungu ya kute haya. Naam. Ni kweli. Kwa hivyo yeyote ambaye atatekeleza wajibu ambao Mwenyezi Mungu ameleta, ikiwemo ibada ambazo Mwenyezi Mungu ametuteremshia, atakuwa ndani ya wilaya ya Mwenyezi Mungu. Na si kutekeleza tu ibada, kwamba hiyo ibada inakuwa tena na effect kwenye maisha yako. Kwamba mimi ndio naswali na ninafunga na nafanya hizi ibada zote ambazo Mwenyezi Mungu amezifaradhisha kwenye maisha yangu. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaleta fitna kwenye maisha. Je, naviepuka ama siviepuki? Kama kweli mimi nipo miongoni mwa auliya Allah, kwamba nipo chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu, hivi vitu vyote nitaviepuka, kwamba nikikutana na tatizo lolote ambalo litanipelekea niende kinyume na sheria za Mwenyezi Mungu, na mkumbuka Mwenyezi Mungu kwanza, kwa sababu yeye ndio walii wenye kila kitu ambacho kinafanyika, walii wa kila kitu ambacho kinafanyika kwenye dunia. Kwa hivyo kwenye hii maana yote ambayo imekuja kwa ajili ya kueleza alwalii, tunaona kwamba maana jumuishi kwa hizi zote, kwamba yule ambaye anatekeleza au anasimama kwa ajili ya amri au mambo ya mtu mwingine, na Mwenyezi Mungu yupo kwa ajili zetu, kwa ajili yetu sisi wanadamu. Yani yupo tayari kutuokoa, yupo tayari kuhakikisha kwamba sisi tunafikia kiwango ambacho kwa ajili yake ametuumba. Na kama tutakubali kuwa chini ya wilaya wake, kwamba akituamurisha tufanye kitu tunafuata, akisema tusifanye hili tunafuata. Kama ni sheria ya dini, tunasubiri kwamba Mwenyezi Mungu anasema nini. Tunasubiri tuone kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu amefanya nini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua yule ambaye anafaa awe mtume na yule ambaye anafaa aweze akakuwa mtume. Hii si kwa sababu Mwenyezi Mungu anafadhilisha watu kwa watu wengine, bali anajua kwa sababu uwezo ambao mwanadamu ako nao. Kwa mfano mimi nina uwezo fulani wa kufanya kitu fulani, Mwenyezi Mungu ananipatia kitu kulingana na ule uwezo, kwa sababu yeye ndiye anayemiliki hivi vitu vyote. Kwa sababu hivi vitu viko chini ya wilaya yake. Na kwa sababu vipo chini ya wilaya wake, hakuna kitu ambacho kinaweza kifanyika na yeye asijue. Ana elimu ya hivi vitu vyote ambavyo vinatendeka, na chochote ambacho kitatendeka kitakuwa chini ya uwezo wake na chini ya maamrisho yake. Na ndio sababu kuna baadhi ya aya ambazo zinatueleza kwamba Mwenyezi Mungu anafanya kile atakacho. Akitaka kitu kiwe kinakuwa. Akitaka kitu sikisiwe akiwezi kikakuwa. Ili kitu kiwe, si kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha tu, kwa sababu dunia saa hizi ni dunia ya sababu. Lazima tuwe na sababu ya kitu kufanyika. Sasa kwa mfano,
Mimi sifanye mambo mazuri. Mimi kwa mfano siswali, mimi kwa mfano nasengenya sana, nafanyia watu fitna, na yani si mtu mzuri katika jamii. Nikiwa kwenye hiyo hali siwezi nikapendwa na watu. Sasa hapa hata kama kwa sababu mimi nafanya matendo ambayo si mazuri, hakuna mtu ambaye hatanipenda kwa sababu matendo yangu sio mazuri. Sasa siwezi nikaomba Mwenyezi Mungu kwamba afanye watu wanipende, kwa sababu hakuna muktadha, hakuna kitu ambacho kitasababisha hawa watu ni uwe na bidii mpaka watu wakupende. Ni kweli, lazima uwe na hulka zingine, ahlaki zingine ambazo zitakunasibisha wewe kuwa na karibu na hawa watu. Ni kweli. Na hiyo pia inarudi kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Kwamba Mwenyezi Mungu aweza akakufanya uwe karibu yake kama wewe hautaki kuwa karibu yake. Ndiyo. Yaani sitaki kuwa karibu yake kwa sababu sitekelezi wajibu wake, sifanyi mambo mazuri ambayo anaridhia Mwenyezi Mungu. Natekeleza vitu ambavyo vinaudhi Mwenyezi Mungu. Sasa hii itanifanya niwe mbali na Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna sababu ambayo itanisababisha mimi kuwa karibu na yeye. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo tunafanya lazima kuwe na kitu ambacho kinasababisha. Lazima kuwe, kwa Kiarabu inaitwa al-muqtadhi. Yani lazima tufanye kitu ambacho kitasababisha mimi niwe hivi. Au lazima nataka kuingia pepo kwa mfano, lazima nifanye vitu ambavyo vitanifanya mimi niingie peponi. Nataka kuwa miongoni mwa chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu, lazima nitekeleze wajibu ambao utanifanya mimi niwe chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu. Nikifanya kinyume, sitakuwa chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu na nitakuwa miongoni mwa aada wa Mwenyezi Mungu. Naam, shukran sana Sheikh. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea zaidi na mada yetu hii nzuri inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, nafahamu anachoendelea kukuwasilishia mpenzi mtazamaji. Bimaana wilaya ni ya Mwenyezi Mungu. Kuna vitu ambavyo unafanya kama ibada vipo chini ya Mwenyezi Mungu. Na wewe wanavyokuambia kwamba ukitaka kuwa na ukaribu na Mwenyezi Mungu, yale matendo yako wewe mwenyewe uwe na kule uhitaji. Wewe ndio unayemhitajia Mola wako. Mola wako wewe hakuhitaji kwa sababu yeye amekuumba kuja katika hii ardhi ili kufanya ibada. Basi inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, tunazidi kujuza mengi, haswa Sheikh anazidi kukuelezea mengi mpenzi mtazamaji, ambao ni muhimu sana kuweza kufahamu. Ni muhimu sana kufahamu ya kwamba nini haswa maana ya wilaya ni ya Mwenyezi Mungu kwa uasilia, na Sheikh anaweza kutoa mifano mingi kupitia Qur'ani, anakuelezea na kujuza mingi kupitia pia uhalisia kulingana na ibada zako unazofanya. Kwa nini ukaribu wako na Mwenyezi Mungu, una sababu gani mpaka unakuwa karibu na Mwenyezi Mungu? Ndio uasilia wa wilaya. Na pia ukiangalia amekupa pia aya ambayo inakupa wewe natija kuweza kufikiria zaidi. Na ndio maana utakuta wengi wanaposoma Qur'an wanaambiwa ni vizuri sana kufikiria unachosoma ni gani, ama kuchambua unachosoma ni nini. Uende unasoma tu sababu ya kusoma, lakini ujue undani wake unamaanisha nini. Hivyo basi Sheikh yuko hapa ndani ya studio zetu ili kujuza mengi na kufahamisha mengi. Mpenzi mtazamaji, karibu tena Sheikh. Nashukuru sana. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo asli ya wilaya tumeona kwamba ni ya Mwenyezi Mungu. Na hakuna mtu yote ambaye amepewa wilaya kwa mtu mwingine ila wale ambao Mwenyezi Mungu amesema kwamba hawa ndio wana wilaya, kwa sababu hiyo ni kama daraja au wadhifa. Huo wadhifa, hiyo daraja ipo kwa Mwenyezi Mungu peke yake, haipo kwa mtu mwingine yeyote. Sasa akitoa maelekezo kwamba huyu ni wali, inafaa tufate. Ili kufata ile ambaye ametoa maelekezo, lazima sisi mwanzo tutambue wilaya ya Mwenyezi Mungu iko vipi. Tutambue kwamba Mwenyezi Mungu ni wali wetu. Kwa hivyo wajibu wangu kwake ni nini? Ndiyo. Au vitu gani ambavyo inafaa nifanye kuhakikisha kwamba nipo chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu. Na tukisoma baadhi ya masomo ya dini yanatueleza kwamba
Mwenyezi Mungu akikuamrisha kitu hakuna kwamba unauliza kwa nini. Yaani akishakuamrisha kwamba fanya hiki kitu unatekeleza kwa mujibu wa kumtii Mwenyezi Mungu. Sasa inna ma waliyukumullahu, hiki kipengele peke yake kinamaanisha kinatupatia sisi au tunatuweka kwenye daraja ambayo Mwenyezi Mungu akituambia chochote au akituelekeza kwenye kitu chochote hatusiulize kwamba kwa nini. Kwa mfano akituambia tuswali, kwa nini tuswali? Ndio. As long as ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na yeye ni wali wetu, tunatekeleza bila kuuliza swali. Ndio. Swala lingine ni kwamba kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu ni wali wetu, ndio, na chochote ambacho anatuamurisha tunatekeleza. Na sababu kwenye hiyo aya ya pili alikuwa anasema kwamba atiu Allah wa atiu Rasul, kwamba kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wali wetu, chochote ambacho anaelekeza mtiini, usiulize kwa nini au usisite kutekeleza wajibu wetu. Lakini sometimes tunaweza tukajipata kwamba sisi wanadamu tunasita kutekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu, si kwa kutaka. Tunajipata tu kwamba hatutekelezi wajibu wa Mwenyezi Mungu, na hapa ndio inakuwa kwamba unakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, hauwi karibu na Mwenyezi Mungu vile inavyotakikana. Kwa mfano, ukiacha kutekeleza amri zote za Mwenyezi Mungu hautakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kweli, kwamba utakuwa mbali ya wilaya ya Mwenyezi Mungu. Na ukidhulumu mtu, kwa mfano, kwa kiwango ambacho umedhulumu kinakuweka daraja mbali na Mwenyezi Mungu. Na hii unaondoka katika wilaya ya Mwenyezi Mungu. Na ndio tunaambiwa sometimes kwamba kufanya dhambi nyingi au kuendelea kutekeleza mambo ambayo si mazuri kwenye maisha yetu yanatufanya sisi tunakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Ndio, yanaweka sugu katika mioyo. Ni kweli. Anafanya nyoyo zetu zinakuwa ngumu. Na miongoni mwa vitu ambavyo tukisoma kwenye akhlaq, kwa mfano, tunaambiwa kwamba kula vitu fulani vinafanya nyoyo zinakuwa ngumu. Ndiyo. Au kufanya dhambi fulani zinafanya nyoyo zinakuwa ngumu. Na nyoyo zikiwa ngumu, itamaanisha kwamba hii kipengele cha utiifu hakitakuwepo. Mwenyezi Mungu akikwambia kwamba nenda uswali, hautaenda kuswali. Utaanza kuuliza kwa nini niswali? Naweza nikakosa kuswali na nikaishi. Hapo ndio tunakuja kwa maswali mengine kwamba kwa nini watu wengine wanaswali lakini wanaishi. Kwamba swala si tu kwamba kwenye physical body peke yake. Inatusaidia, uliposema pale mwanzo, inatusaidia kwenye spiritual body na inatusaidia pia siku ya Kiyama au tukiwa kaburini. Miongoni mwa vitu ambavyo vitatusaidia kupita kwenye as-sirat ni swala. Ndio. Kwamba swala zikikubaliwa, vitu vingine vimekubaliwa. Ndio. Na hii itaonyesha kwamba kweli tulikuwa chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu, kwamba tumetekeleza wajibu wetu na ibada yetu kama inavyotakikana. Kwa hivyo sisi wanadamu ambao akiwemo na mtume, kwamba yule ambaye inafaa kumtii atiu Allah, sisi sote, yani wanadamu wote hadi na mtume, kipengele muhimu kwenye maisha yetu kwamba tumtii Mwenyezi Mungu. Akiamurisha hiki tunamtii. Na mitume ndio mfano dhahiri ambao kwa watu ambao walikuwa wanamtii Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akituma mtume na risala kwamba nenda uambie watu wangu wafanye hivi hivi na hivi, kwa mujibu wa kumtii Mwenyezi Mungu, mtume ataleta hiyo risala jinsi ilivyo. Na mitume wote walikuwa hivyo. Walikuwa wanatekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu ambao ni kuongoza wanadamu kwenye njia ambayo ni nzuri, vile vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewaamurisha. Hii ndio kipengele muhimu cha wilaya, kwamba kwenye wilaya kuna utiifu. Ukiona kuna tatizo katika utiifu wako, then kuna tatizo pia kwenye wilaya wako kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia kwa hii vipengele tunaweza gauge maisha yetu kwamba je, mimi niko chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu au mimi niko kando ya wilaya ya Mwenyezi Mungu? Au nipo katikati tu, kwa
siko huku wala siko huku. Na baadhi ya watu hawatii Mwenyezi Mungu vile inafaa. Alafu wakienda huku pia wanafanya mambo ambayo sio mazuri. Na ndio maana utakuta wengi wanaambiwa ni vizuri sana, unajua kabisa mimi nimemwasi Mola wangu, kuwa na ile conscious ya kurudi nyuma kumwomba radhi, kumwomba msamaha. Ndio maana tukaambiwa tauba iko, rudi kwa Mola wako, muombe msamaha, maana wewe ni dhaifu, wewe si maasum, wewe ni dhaifu, unakosea kidogo, ushateta labda kidogo, ushafanya maasi, umeingia katika maasi moja na nyingine, lakini hujakata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu kwamba mimi Mwenyezi Mungu ataniongoza, atanitoa katika hili jambo. Ni kama vile umesema, ukitaka kuongozwa Mwenyezi Mungu siku zote atakuongoza. Ukitaka kurudi kwa Mwenyezi Mungu unapomuomba, anakuambia ud'uuni astajib lakum, naombeni nami nitawajibu. Sasa ukimuomba Mwenyezi Mungu kwa ikhlas na kwa umenyenyekea, ndio maana wengi wanaambiwa unapokuwa katika hali ambayo unajua mimi nataka kumwomba radhi Mwenyezi Mungu, yale machozi yako muda ndio yatumie vizuri. Yale machozi yako ndio muda uyatumie vizuri. Jionyeshe kwamba wewe ni dhoofu, huna maana, wewe ni mja ambaye ni maiti unayetembea, na wakati wote unaweza anguka njiani. Na ni vizuri sana vile ukifahamu mambo kama haya, utakuta yanakuleta katika wilaya ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwisho wa siku yatakufanya ufikirie, mimi nikiendelea na haya maasi yatanifikisha pabaya, yatanitoa kabisa kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Na ndio sababu kama mtu yote ambaye yupo chini ya wilaya ya Mwenyezi Mungu hana uoga. Ndio. Kwa sababu anajua yeye yupo na Mwenyezi Mungu, atamsave katika hali yoyote. Na hatusemi kwamba sasa tuwe maasum, tuwe infallible, kwamba tusifanye dhambi kabisa, tusitekeleze mambo ambayo, kwa sababu sisi ni wanadamu na tunakosea, hatujafika daraja ya utume. Lakini ulivyosema kwamba hata tukifanya dhambi, je, tunahisi vipi ndani yetu? Je, tumekosa? Tunahisi kwamba tuna feel that remorse in ourselves kwamba nimefanya kosa, nimrudie Mola wangu ambaye ni walii wangu, ili aweze kuniweka miongoni mwa wale ambao wapo chini ya wilaya wake. Lakini kama unafanya kosa na unaendelea kufanya hayo makosa bila kuwa na ile feeling kwamba nakosea Mola wangu, nakosea yule ambaye ameniumba, ambaye ananimiliki, basi itabidi kwamba wewe kwenye hivyo vitendo vyako unajiondoa kwenye wilaya ya Mwenyezi Mungu. Maana kwamba ile feeling yenyewe tayari inakuonyesha wewe ni nani. Ni kweli. Maana kuna watu ile conscience inapotea kabisa. Ni kweli. Ndio maana wakasema unapozidi kufanya maasi huenda pia ile conscience pia ikapotea. Sasa usiombe ufikie hicho kitengo. Ni kweli. Kwa hivyo maasi yanafanya nyoyo zetu zinakuwa ngumu. Na zinaweka kama pazia kati yako na uwasilia. Hapo ndio unapata kwamba mtu hawezi akarudi nyuma. Anafanya makosa lakini hawezi akarudi nyuma. Hao ndio wale ambao wamadhulumu nafsi yao na wanatoka kabisa katika wilaya ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wilaya ya Mwenyezi Mungu ni kwamba sisi sehemu yoyote ambayo tupo, kwenye level ambayo tupo, tunajua kwamba hakuna tupo in the same level katika kufanya mema na kutekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu. Tupo kwenye same level. Lakini kwenye same level ambayo tupo, kwamba tukitekeleza jambo ambalo sio zuri, je, moyo wetu unatuambia kwamba tumekosa au bado tunaendelea tu kufanya yale mambo ambayo sio mazuri? Na ndio sababu kwenye miongoni mwa hukumu za kifiki ni kwamba uadilifu ni kwamba usitekeleze mambo ambayo ni maasi, usifanye makosa, usifanye mambo mabaya. Na ukifanya ni uwe unarudi kwa Mwenyezi Mungu haraka ili akurudishe kwenye wilaya. Lakini kama unaendelea kufanya hata kama ni dhambi ndogo, sababu kuna dhambi ndogo na kuna dhambi kubwa, ukiendelea kufanya hizi dhambi ndogo zinakuondoa kwenye uadilifu. Na ukifanya dhambi kubwa hata moja, hiyo pia inakuondoa kwenye uadilifu. Kwa hivyo sisi wanadamu ambao
tupo kwenye mazingira ambayo tupo ndani yake, mazingira ambayo dhambi zimekuwa ni kitu cha kupigia makofi. Ndiyo. Na kama ufanye dhambi unaonekana kama mshamba vile. Sasa kwenye hii hali vigezo, yani utajua vipi au utajigeji vipi kwamba mimi niko kwenye hali nzuri au niko kwenye njia nzuri? Na vitu kama hivi vinafanya mtu yani kwa mfano peer pressure inamfanya mtu anaondoka katika wilaya ya Mwenyezi Mungu. Yani anasema watu wenzangu wako hivi, acha mimi pia nikuwe hivyo. Yani utajitoa vipi kwenye hii hali? Kitu muhimu ni kwamba kila mtu anajijua mwenyewe, na inafaa tujirudie kwenye nafsi yetu. Tukifanya tauba kila siku tunajirudia nafsi yetu. Tunajiangalia kwamba je, haya mambo ambayo tumefanya ni mazuri? Na Mwenyezi Mungu yupo wapi katika maisha yetu? Je, nataka Mwenyezi Mungu awe kwenye maisha yetu au astaki? Hapo kila mtu uwezo kaforce mtu kwamba mimi nataka uchukue Mwenyezi Mungu awe kwenye maisha yako. Uwezo kamforce. Kila mtu anachagua. Kwa hivyo wewe, kila mwanadamu ajichagulie sehemu ambayo yupo. Anataka kuwa chini ya wilaya ama anataka kuwa chini ya wilaya ambayo si ya Mwenyezi Mungu, wilaya maadui wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Inshallah. Inshallah. Naam, hakika ni kitu ambacho kinaingia akilini Sheikh, na naamini kwa ufahamu huu mpenzi mtazamaji atakuwa ameelewa nini maana ya wilaya tukisema ni ya Mwenyezi Mungu kwa uasilia. Ni maana ni vitu ambavyo sisi binafsi tunafanya ambavyo Mwenyezi Mungu viko chini yake, kama ibada, kufunga. Na maana utakutoka bwana atafunga ukiacha ni muhimu ulipize. Ni kweli. Uweze kaiacha tu. Ni muhimu ulipize. Shukrani sana Sheikh, hakika nimeelewa na nimepata ufahamu kuhusiana na hili swala. Naamini mpenzi mtazamaji atakuwa amefahamu na kuelewa nini haswa maana ya wilaya ni ya Mwenyezi Mungu kwa uasilia. Huenda mtu labda akifikiria wilaya anafikiria tu bwana watu wa Ahlul Bait, wao wilaya ni upande wa imama peke yake. Maana hiyo ndio kitu ambacho kina ring katika akili ya watu wengi kwamba wilaya ni ya upande wa imama peke yake. Ukisema imama na wilaya unamaanisha imama. Hiyo tu peke yake. Na ndio maana utakuta wengi wanapingana na hili swala la wilaya bila kujua roots zake zinatoka wapi. Ni vizuri sana umeweza kumfahamisha mpenzi mtazamaji hivi ni nini haswa tukisema wilaya ni ya Mwenyezi Mungu, na ukatoa paka aya na aya hiyo naamini katika Qur'an. Kwa bimaana usomaji huo ni mtu asome na kuielewa aya inamaanisha nini. Maana wengi wetu tunasoma aya kwa sababu tu kwa kupita tu. Kwa kupita kama wanavyosema. Utakuta mtu akwambia mimi ni hifdhul Qur'an, mimi nimehifadhi Qur'ani vizuri sana, lakini sasa ukiangalia maana ambayo yeye ako nayo na maana ambayo upande mwingine wako nayo ni vitu viwili tofauti. Ni kweli. Lakini inshallah naamini kwa ufahamu huu watakuwa wanapata sasa picha kamili, ama picha wanakuambia kanda yenyewe, trailer bado, movie ndo iko huko mbele, lakini kwa trailer hii naamini imewapa snippets ya nini ambacho wanafaa kuexpect kupata huko mbele. Shukrani sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein Patrova, alhamdulillah naamini umefahamu mengi ambayo amezidi kuyawasilisha. Binafsi na furahi, napata furaha zaidi na moyo wangu unapata ile wasilia wa kuweza kuelewa nini haswa wilaya ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.